Okay, kuna dada mmoja amenitumia message hapa anasema, Dokta, naomba unielekeze, mimi uke wangu ni mkavu, sijui tatizo hasa ni nini. Okay, ni swali zuri sana, lakini pasipo kukufundisha chanzo cha tatizo, kwa nini unapatwa na shida ya uke mkavu? Kwa nini umekuwa na uke mkavu? Kwa nini hapo awali haukuwa na uke mkavu? Nini kimepelekea ukawa na uke mkavu? Hayo ni moja ya maswali yote ambayo huwa nataka wanawake wengi wajifunze. Mbaya zaidi, tuko katika kizazi ambacho kinataka mambo mepesi mepesi. Nikisema mambo mepesi mepesi, maanake kizazi ambacho hakihitaji kuweza kushughulisha akili yao. Kizazi ambacho kimehamisha mtazamo katika kidonge pamoja na sindano tu. Tumeiacha asili yetu, tumeiacha nature, na ndio maana tumefika hapa tulipo. Kwa hiyo kidonge na sindano hakitoweza kukusaidia wewe kuweza kukutibu, bali kutafuta sababu ya kwa nini umepatwa na hiyo changamoto. Lakini hiyo haitoshi. Hata katika upande wa tiba mbadala, tukikupa dawa ambayo itakayokusaidia kuweza kurejesha au kuweka sawa homoni zako na wewe uweze kupata uke ambao unatoa majimaji na uteute mzito. Kwa sababu uke mkavu kuna maana mbili ambazo wanawake wengi wanashindwa kutofautisha hapa. Kuna majimaji na ute. Asilimia kubwa wanawake wengi wana majimaji. Neche ya majimaji yanawahi kukauka. Lakini uteute ni unakuwa ni wenyewe hauwezi ukauka kwa muda mrefu, lakini pia una uwezo wa kuwa unatoka kwa wingi zaidi. The more mwanamke anavyokuwa katika hisia kali, ama kitaalamu anavyokuwa aroused, ndivyo the more anavyopata uteute wa kutosha ukeni kwake. Na uke wake unatakiwa uweze kuwa na discharge ya ute ambao unaotosha. Ukiona upati hiyo dalili, ni moja ya kiashiria kwamba homoni zako zinazokusaidia we kuweza kupata majimaji pamoja na uteute haziko sawa. Ufanyaje? Kuna namna mbili ambavyo unaweza ukalivesi. Unaweza ukalivesi hii hali kwa njia ya vyakula, lakini unaweza ukalivesi hii hali kwa njia ya tiba mbadala, tiba asilia, lakini at the same time tutakupatia na ushauri na saa katika vyakula, nini ule na nini usile. Dr. Kuboja, suluhisho la mahusiano yako, suluhisho la afya yako. Karibu nikuhudumie.